Mahujaji wa matumaini, matumaini hayakatishi tamaa. Karibu kwa masomo ya misa, Dominika ya pili ya Pasaka au Dominika ya huruma ya Mungu. Majina yangu ni Mamake Phoebe Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, namna ya kusali rozari ya huruma ya Mungu, namna ya kusali rozari takatifu ya Mama Bikira Maria, sala na mafundisho mengineyo ya Kanisa Takatifu Katoliki. Kama bado hujasubscribe, na kusihi usubscribe. Kusubscribe haina gharama yoyote. Somo la kwanza. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 12 hadi 16. Umati wa wanaume na wanawake wenye kumwamini Bwana uliongezeka zaidi na zaidi. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na miujiza mingi kati ya watu, na wote walikutana kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Miongoni mwa wengine hakudhubutu mtu kujiunga nao, lakini wote waliwasifu. Umati wa wanaume na wanawake wenye kumwamini Bwana uliongezeka zaidi na zaidi. Wakapeleka hata wagonjwa barabarani, wakawaraza juu ya vitanda na magodoro, ili Petro akipita walao kila mmoja wao atiwe kivuli chake. Pia watu wengi wa miji ya jirani ya Yerusalemu walikutana, wakileta wagonjwa na wenye kusubuliwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 118 mstari wa 2 hadi wa 4, 22 hadi 24, 25 hadi 27. Kiitikio ni mstari wa kwanza. Maneno ya kiitikio. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Au haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Israeli naseme sasa, wema wake ni wa milele. Nyumba ya Haruni iseme, wema wake ni wa milele. Wamchao Bwana waseme, wema wake ni wa milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Jiwe waliloikata waashi, limekuwa jiwe kula pembeni. Jambo hili alilifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Hii ndiyo
siku ulifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Bwana tunakusihi utuokoe. Bwana tunakusihi utufanikishe. Barikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tunawabariki ninyi toka nyumba ya Bwana. Bwana ni Mungu, naye ametuangazia. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Somo la pili. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 11a, 12 hadi 13, 17 hadi 19. Nalikuwa nimekufa, lakini kumbe niko hai daima na milele. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Mimi Yohane, ndugu yenu na mwenzenu katika masubufu na ufalme na uvumilivu pamoja na Yesu, nalikuwako kwenye kisiwa cha Patmos kwa ajili ya neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Siku ya Bwana nilishikwa na Roho, nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama ya tarumbeta, ikasema, unayoona uyaandike katika kitabu, ukakipeleke kwa makanisa 7. Nikageuka nione ilikuwa sauti ya nani iliyosema nami. Baada ya kugeuka, niliona vinara 7 vya mishumaa vya dhahabu, na katikati ya vinara vya mishumaa nilimwona mwenye kuonekana kama mwana wa mtu, amevaa kanzu ndefu mpaka kwenye visigino na ukada wa dhahabu kifuani pake. Nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Kumbe yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, na yeye aliye hai. Nalikuwa nimekufa, lakini kumbe niko hai daima na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Sasa andika uliyoyaona, yaliyopo na yatakayokuwako baadaye. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kwa kuwa umeniona, Tomaso, umesadiki, asema Bwana. Wenye heri wale wasioona na wakasadiki.
Somo la Injili Yohane sura 20 mstari wa 19 hadi 31. Baada ya siku 8 alikuja Yesu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Jioni ya siku ile ya kwanza ya juma alikuja Yesu, akasimama katikati. Ingawa milango ya chumba walimokaa wafuasi ilikuwa imefungwa kwa kuwaogopa Wayahudi, akawaambia, amani iwe nanyi. Baada ya maneno hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipomwona Bwana. Yesu akawaambia mara ya pili, amani iwe nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Baada ya maneno hayo, akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. Wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Lakini Tomaso aitwaye Pata, mmoja wa wale 12, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wafuasi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Yeye lakini akawajibu, nisipoona matundu ya misumari mikononi mwake, na kutia kidole changu sehemu za misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, sisadiki hata kidogo. Baada ya siku 8, wafuasi wake walikuwamo tena chumbani, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, ingawa milango ilikuwa imefungwa. Akasimama katikati, akasema, amani iwe nanyi. Kisha akamwambia Tomaso, tia kidole chako humu, tazama mikono yangu, lete mkono wako na kuutia katika ubavu wangu, na usikose imani, bali uwe mwamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umesadiki. Wenye heri wale wasioona wakasadiki. Sasa Yesu alifanya ishara nyingine nyingi mbele ya wafuasi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa mpate kusadiki na kuwa Yesu ni Masia, Mwana wa Mungu, tena kwa kusadiki mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.